بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Ramadhan mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة على القبائل والأفراد. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kujaribu kufanya da'wa kwa Makuraish, na kila siku ziliposonga mbele uadui wa Makuraish dhidi yake ulikuwa ukizidi, kwa akaanza kujiweka nafsi yake kwa makabila mbalimbali, laalla huenda kabila fulani likamkubali kumpokea, kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam ili afikishe maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu. Katika makabila hayo kabilatu Abs, روى أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنى. كما ilivyokuwa ada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akichukulia fursa, nafasi anayoipata katika msimu wa haji ambao hukusanyika makabila mbalimbali ya Waarabu, hasa katika sehemu za mikusanyiko mikubwa kama Mina na Arafa, akiwafuata kabila moja baada ya jingine kuwalingania katika Uislamu na kuwataka nusra. Kabila ya Abs sema alitujilia Mtume sallallahu alaihi wasallam mashukio yetu pale Mina, katika sehemu tuloshukia, ونحن نازلون بالجمرة الأولى التي تجتلي مسجد الخيف. sema na sisi tulishukia tukaweka kambi yetu katika jamra as-sughra, ile sehemu ya kutupwa vijiwe, ile ya kwanza ambayo ni karibu na Masjid al-Khayf. Pale Mina kuna msikiti unaitwa Masjid al-Khayf. Huu msikiti ulikuwepo tangu enzi za mitume wa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na upo mpaka leo, na bila shaka umejengwa, upanuliwa. Huu msikiti fadhila yake Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: salla fi Masjid al-Khayf 70,000 nabiyan. Wameswali katika Masjid al-Khayf manabii 70,000, na mpaka leo upo, na hauswaliwi isipokuwa ikifika wakati wa msimu wa haji. Maana watu hawaishi kule, kwa ikifika msimu wa haji watu waswali katika sehemu kama hiyo. Na wengi katika wanaokwenda haji hawaujui msikiti kwa kuuona peke yake, sababu uko karibu na uko mbali. Uko karibu kwa macho, lakini umewekwa vizuizi vingi, sababu lau kama utafunguliwa watu wote waende kuswali kule ingekuwa na zahma sana. Nijaribu siku moja kwenda, tukatembea kama jisali moja tufiki tuone msikiti tu, na wale askari kuuliza akwambia wewe tafuta tu njia, mpaka mwisho tukarudi tena zetu hivi jisali moja jingine, hatukufika karibu jisali zima. Watafuta njia uipate, ilikuwa ni sunna cha huko toka huko pita hivi, mwisho tukawa tuangalia mpaka leo, miaka nenda miaka rudi, uona tule Masjid al-Khayf, lakini kuukaribia haujui njia kwenda, lakini huko mpaka leo msikiti mkubwa sana. Kifika msimu wa haji watu waswali, aliyebahatika aende kuswali,
mara nyingi mahujaji hasa kutoka kwetu Kenya ni ngumu sana kufika pale, ngumu sana. قال ونحن نازلون بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وهو على راحلته. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa juu ya kipando chake, murdifan khalfahu Zaid ibn Haritha, nyuma yake amebeba Zaid ibn Haritha. Fada'ana fawallahi mastajabna lahu, akatulingania katika Uislamu, wallahi hakuna hata mtu mmoja aliyemuitikia, alimkubalia da'wa yake. Wala khaira lana, ajuta sema wala tukuwa na khairi kumkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ayasema baada ya kuwa shakuwa Muislamu, asema hatuna khairi. Kwa nini tulimkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya kwanza tulipolingania? Qala waqad kunna sami'na bihi wa bidu'aihi fi al-mawsim, sisi tulikuwa tumepata habari kuhusu yeye na ulinganizi wake wakati wa mawsim. Fawaqafa alaina yad'una falam nastajib lahu, simama tulingania sisi, hatukumkubalia maombi yake wala tukumkubalia da'wa yake, kuikubali tukikubali. Wakana maana Maisara ibn Masruq al-Absi, alikuwa pamoja na wao huyo Maisara ibn Masruq al-Absi. Faqala, akatuambia, na yeye ni katika kabila lao, ahlifu billah law saddaqna hadha ar-rajul wa hamalnahu hatta nahulla bihi wasata rihalina lakana ar-ra'i, wallahi nawapia, lau kama tutamsadikisha huyu bwana kisha tumbebe pamoja na sisi tuende naye, bimaana tumnusuru, basi ingelikuwa ni rai nzuri sana. fa ahlifu billahi la yadhharanna amruhu hatta yablugha kull mablagh, mimi nawapia wallahi jambo lake huyu bwana litafika kulitaka kufika, litashinda. فقال له القوم دعنا عنك لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. Jamaa wakasema hebu tuache bwana, usitutie katika jambo ambalo hatuwezi kulistahimili, kutia kwenye majanga. Fatamia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Maisara, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona huku kwa huyu kijana wa Maisara, huyu ataikubali hii da'wa kwa ile maneno aliyozungumza. Fakallama, kazungumza naye. Faqala Maisara, ma ahsana kalamaka wa anwarahu, maneno yako ni mazuri yaliyoje na yana nuru iliyoje. Walakinna qaumi yukhalifunani, lakini watu wangu wanikhalifu. Wa innama ar-rajulu biqaumihi, na mtu ni pamoja na jamaa zake. Fa in lam ya'dhuduhu fal'ida ab'ad, ikiwa jamaa zake hawatamsaidia na kumuunga mkono, basi atasimama vipi mtu? Ataweko mbali na watu wake, atakuwa ni adui, wal iyadhu billah. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka. Hili jambo la kuangalia kabila katika kufuata uongofu limewafanya watu wengi sana kuiacha haki, wengi sana. Wako watu wengi wajua haki, lakini kwa sababu ya ujamaa, sababu haki haibagui kabila na jingine. Bimaana usimama katika haki, yawezekana kuwa yule kabila lako akasimama katika safu ya yule ambaye ni adui yako. Sasa hapa ndo kwenye mtihani, waangaliwa utasimama na haki ama na ukabila, kwa huyu jamaa yangu. Na leo wako baadhi ya watu ukiwaona asimama yeye na kabila lake vile takavyokuwa, wao katika haki, wao katika batil. Maadamu ni ndugu yangu, ni ammi yangu, ni mjomba wangu, basi mimi nitasimama naye vile takavyokuwa. Na hili ni tatizo kubwa sana ambalo limewapelekea wengi kuikataa haki na kujiweka mbali na ukabila. Unaweza kutizama mtu anayezungumza kabila gani, kabila fulani, achana nayo, tumbea nini? Mwanzo huyo babake kadha wa kadha, mwanzo kabila lake kadha wa kadha, tuona. Na hili jambo liko sana katika miji ya pwani, maal asaf. Yani ule ukweli wa mambo ni hivyo. Atizamo ile anayezungumza nani, tatuambia nini bwana?
Kwani sisi tushawasikia wangapi wakikataa haki kwa sababu ya misingi ambayo haina maana yoyote? Haina maana yoyote. Na hili jambo kilizungumza, kuna watu wakasirika na mimi wapeni mfano wa Mombasa tu. Itizameni vizuri hii Mombasa. Mimi nikizungumza Mombasa nazungumza jambo, si mimi nazaliwa hapa, kwa hapa. Kwa nini tanki wazungumza atanifanya nini? Si watu hapa hapa, si mimi pia najizungumza mimi. Watu wa Mombasa wajulikana. Akitoka mtu kutoka bara akizungumza tambua wewe mbara, wewe utatuambia nini sisi? Sisi tunzaliwa hapa bana. Sisi wewe unzaliwa hapa mzuka, hutaki kusoma. Ndio nini? Kama hutaki kusoma utabakia mzuka. Innamal ilmu bitta'allum. Aje ataka kutoka huko mtu akaja akatafuta ilmu akasoma, basi wewe utakuwa chini yake, hata ukawa mzawa wa wapi, kuwa mwanati kama wanavyojiita wenyewe. Lakini ikiwa hukusoma hii dini, huna nafasi. Piga majoho yako, uvilemba, uvae shali, ukitembea kitambi ya kufurisha mbele hivi. Ushaona jamaa zetu wakitembea siku ya Eid ile, mashaallah, ukimwona utafikiri allama, kumbe na kutafuta sambusa na katlesi yale, hana ajualo katika dini yake, wallahi alazim. Lakini haki inapozungumzwa tamtizama yule anayezungumza nani, kisha aanze kumzungumza kwa ukabila, kwa misingi ya ukabila. Na Muislamu haiko hivyo bwana. Huu si Uislamu, kugawanyana katika matabaka, sio kugawanyana katika miji, sio wewe kutoka mji fulani mimi siwezi kusikiliza mtu kutoka mji fulani. Si hivyo, si mizani katika sheria. Haya maneno yaingia kwenye wenye akili, waelewa nazungumza nini. Kama wewe utabaki na taasub yako kwa mimi mpwani sio nani, shauri yako wewe. Lakini dini haitambui hilo. Dini yatambua yule aliyeisoma hii dini. Na ndio pale Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda alipoambiwa na wali, yani amiri wake wa Makka, umewaachia nani watu wa Makka awaongoze wakati wewe umeondoka, amempata nje ya mji? Qala ibn Abza. Wa man ibn Abza? Qala maula min mawalina, ni mtumwa katika watumwa wetu, tumemwachilia huru, yeye ndio kiongozi kule, mmemwacha. Qala wa tarakta fihim maula, umewaachia mtumwa bana wa kuachwa huru ndio awe mtawala Makka. Amwambia ni qari li kitabillah, ni mtu amehifadhi kitabu cha Allah, ana ilmu katika yani sheria ya Allah, faraidh na nini. Akamwambia wallahi sami'tu nabiyyaka sallallahu alayhi wasallam yaqulu inna Allah la yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Mmsikia mtume wako sallallahu alayhi wasallam akisema hakika Allah huwanyanyua watu kwa hiki kitabu na wengine akaweka chini. Kwa mizani wakati wa salaf haikuwa kuwa huyu ni fulani, huyu ni allan. Wangapi walikuwa watumwa wakaachiliwa huru, wakawa ni sada katika ulama kibar aima, na mpaka leo akwali zao zatumika kwa ni akwali za wanaovione wakisawa sawa. Nenda kasome katika tarehe. Kwa sio kabila langu, sio jamaa yangu, wacheni haya mambo, da'uha fa innaha muntina, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnuka uvundo bwana. Kisha ukimwangalia anazungumza, wewe kwani wewe mzao wapi wewe? Wewe utakia nini kujua anachokizungumza ni haki ama ni batil? Hili ndio muhimu. Kwa hiyo bwana amekataa tu kwa sababu nitakwenda wapi alafu na jamaa zangu, nitawaacha jamaa zangu bwana. Na hivi ndivyo walivyokuwa watu wa jahiliya, ule ujamaa mahma kana. Na Uislamu umekuja kuvunja hili jambo. Hakuna ujamaa wala kwenye dini ya Allah mtu akasimama kwenye kufur. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. Katika Uislamu kupendana na kuchukiana ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya ukabila. Uislamu umekuja kuvunja hili jambo. Hakuna fadhila juu ya mweupe
juu ya mweusi wala mweusi juu ya mweupe, watu wote fadhila yao ni kwa kumcha Allah. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mbora vile atakavyokuwa. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yule bwana alipomjibu hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha akaenda zake. Wa kharaja alqawm sadirina ila ahli, jamaa wakatoka warudi kwao sasa. Faqala lahum Maysara, huyo Maysara akawaambia, milu bina ila Fadak, leo hii njia tutakayopita tabadilisha, tupitie njia ya Fadak. Fadak ni sehemu inajulikana. Fa inna biha yahudan, kule kuna mayahudi. Nas'aluhum an hadha ar-rajul, sababu wamesoma kitabu kabla ya Qur'an, Taurat. Tuwaulizeni kuhusu huyu bwana, wao watatupa habari za yaqini. Famalu ila yahudin fa akhraju sifran lahum, wakaenda mpaka kwa mayahudi, mayahudi wakatoa kitabu walikuwa nacho. Fawada'uhu ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الجمل ويجتزئ بالكسرة وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالبسط ولا بالسبط. Wakamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia ni mtume hajui kusoma wala kuandika katika Waarabu, apanda ngamia. Yanchekesha, kuna clip mmeiona ya mmoja pastor amwambia Muislamu, mtafuataje mtu hajui kusoma wala kuandika? Subhanallah, kumbe iko kwenye Biblia mpaka leo. Akamwambia fungua fulani verse fulani, akifungua hivi akasoma, akasema wewe mtume anayekuja hajui kusoma wala kuandika, si uamini? Basi umekamatwa hivyo. Acheka, ndio ishatoka hiyo. Yani watu wa batili kwa hivyo. Kumbe ndani ya vitabu vyao wajua kama huyu mtume atakayetumilizwa, na mpaka leo iko hayo maneno, mpaka leo yako. Hajui kusoma wala kuandika Mtume sallallahu alaihi wasallam, an-nabii al-ummi. Atakuwa kipanda ngamia, akitosheleka na kipande cha mkate, hana haja na dunia. Laysa bitawili wala bilqasir, si mrefu wala si mfupi, wastani. Wala bilja'di wala bisabiti, na nywele zake sio zimesokotana wala singa sana, katikati. Wa fi ainaihi humratun, na katika macho yake kuna wekundu fulani, kwenye ile nyeupe kuna wekundu fulani. Mushrabul lawn, na rangi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam imechanganya na rangi nyingine, yani si mweupe sana wala yuko kati na kati, alayhi salatu wassalam, na yuamili zaidi katika weupe. Fa in kana huwa alladhi da'akum faajibuhu, wale mayahudi wakamwambia kama ni huyu ndio aliyewaambia mumfuate, nendeni mkamuitikie, mkubalini. Wadkhulu fi dinihi, na muingie katika dini yake. Fa inna nahsuduhu fala nattabi'u, sisi tuambieni, sisi tumhusudu, sisi mahasidi, kwa sababu wakutumilizwa katika sisi hatumkubali, nyinyi mfuateni. Si katika sisi basi hatumkubali. Walana minhu fi mawatin bala'un 'adhim, na sisi tunajua tutapambana naye katika sehemu nyingi na atatushinda sisi. Wala yabqa ahadun min al-arabi illa taba'ahu au qatalahu, na tuombeeni kitu kimoja, hakutabaki yeyote katika Waarabu isipokuwa atamfuata au atapigwa vita. Fakunu mimman yattabi'u, sisi tuwapa nasaha, ndio atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum, nyinyi basi kueni katika mtakaomfuata. Faqala Maysara akawakumbusha, ya qaum inna hadha al-amra bayyin, ili jambo liko wazi jamaa. Faqala al-qaum narji'u ila al-mawsim fanalqahu, tutarejea tena msimu ujao tutakutana naye. Faraja'u ila biladihim wa aba dhalika alayhim rijaluhum falam yatba'hu ahadun minhum, wakarejea kwao kule wale waume wakubwa katika wao wakakataa ili jambo, hakuna hata mmoja aliyemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadinata wa hajja hajjatul wadaa, miaka ikapita, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda Madina mpaka ikafika hajjatul wadaa. Qala laqiyahu Maysara akakutana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'arafa, akamtambua. Faqala ya Rasulullah ma ziltu harisan ala ittiba'ika min yawmi
anakhtabina, mimi nilikuwa ninapupa kuanzia siku zile tukutane, nataka kukufuata, hatta kana makan, mpaka ikatokea yale yalotokea. Wa aballahu illa ma tara min ta'khiri islami, Allah amekataa isipokuwa hiki unachokiona, nimechelewa sana kusilimu, nimechelewa sana kusilimu. Fa aslama wa hasuna islamuhu, akasilimu Maisara na uislamu wake ukawa mzuri. Waqala alhamdulillahi alladhi istanqadhani bika minan nar, namshukuru Allah aliyeniokoa mimi kupitia kwako wewe kutokamana na moto. Kabila Bani Shayban, kabila lingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuzungumza nao ni kabila la Bani Shayban. ممن عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه جماعة من بني شيبان, katika wale ambao Mtume صلى الله عليه وسلم alijipeleka nafsi yake kujitoa kwao wamhami ili afikishe hii da'wa, ni kikundi cha Bani Shayban. فيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك. فدعاهم رسول الله إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. Mtume sallam akawalingania katika Uislamu, akawasomea Qur'an. Fastahsanu qawlahu wa a'jabahum ma yad'u ilayhi, wakapendezwa sana na maneno yake, yakawafurahisha yale alikuwa akiwalingania. Walakinnahu mu'tadharu an nusratihi likawni Kisra qad akhadha alayhim ahdan, lakini wakamuomba udhuru, si ati wamemkataa, wakamuomba udhuru kwa sisi ardhi yetu iko karibu na Kisra, na Kisra amechukua ahadi na sisi kuwa hatuwezi kufanya jambo kama hilo, na sisi tumekubaliana naye katika mkataba, na Mtume sallam aheshimu hiyo mikataba. Kwa hivyo akaachana na wao. Kabila Bani Muharib, kabila ya mwisho ambayo tutaigusia ni Bani Muharib. روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن عبد الله بن كعب بن مالك قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني محارب ابن خصفة. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني محارب بن خصفة فوجد فيهم شيخا ابن 120 سنة. alipokwenda kwao Bani Muharib akamkuta mzee mmoja na miaka 120. mzee bwana, mtu mzima sana. فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام. Mtume صلى الله عليه وسلم akazungumza naye akamlingania katika Uislamu. wa ayamna'ahu hatta yuballigha risalata rabbi, na kuwa ampe himaya ili aweze kufikisha ujumbe wa Mola wake. Qala Sheikh, ukimpata mtu mzima anayekubali haki ni neema kubwa sana. Na hii si kuwasimanga wazee, lakini mara nyingi ni vigumu sana kwa mtu mzima kubadilika, si kama kijana, na hili ni jambo la julikana. Zuhair ibn Abi Sulma ana maneno mazuri yazungumza katika mashairi yake katika muallaqati, asema wa inna safaha ash-shaykhi la hilma ba'dahu wa inna al-fata ba'da as-safahati yahlum. wa inna safaha ash-shaykhi la hilma ba'dahu, mzee mtu mzima ikiwa ni safihi, usitarajie itakuja siku atageuka atakuwa ni mwenye kufahamu, ni ngumu sana. wa inna al-fata ba'da as-safahati yahdum, lakini kijana baada ya usafihi na upumbavu mwingi akiufanya ujanani huenda akabadilika akawa na akili. Lakini mara nyingi sana ni vigumu sana kwa mtu mzima shafika miaka 120 kama hivi kukubali kurudi nyuma kwa yale yote aliyokuwa nayo kuanzia ujanani, kuanzia utotoni mpaka mfika umri ule, ngumu sana. Na ndio maana mimi naweza kusema mwanzo kufahamu sunna tukiwa watoto tulipata tabu sana na wazee kule majengo. Katika watu walikuwa wapinzani wakubwa walikuwa ni watu wazima. Na hapa sizungumzii kuhusu tajruba ya maisha ama kuwadharau, la, ni hivyo ilivyo, sababu ndivyo walivyoishi wao. Sasa ni vigumu sana kukubali neno tena aambiwe na mtu ambaye pengine baba yake aweza kuwa kama mtoto wake, yani wewe ni mjukuu kwake ama kitukuu, kisha wewe waje kumwambia yule babu, kuangalia babu hapa kidogo makosa, sawa sawa ni hivi.
ngumu sana. Na ndio maana nikimpata mzee mimi katika watu wa sunna na mheshimu sana. Wallahi kuikubali sunna si kitu cha mzaha wala si kitu kidogo. Ukimuona mzee katika sunna mheshimu sana, mpe heshima kubwa sana. Yani kukubali kuwa mimi nimekubali kukosolewa, nibadilike, nifuate haki, hilo jambo ni gumu sana. Kuna msikiti pale Majengo, siutaji, ilikuwa sisi tukiwa vijana wadogo sana tukisema tusubiri wafe hawa wazee alafu sunna itaenea. Na kweli walivyokufa wale wazee wakafa, angalau kidogo kwa na sunna pale msikitini. Ikaondoka ile mambo ya kufanya adhkar jamaia baada ya swala, yule imamu kutia dua baada, ilikuwa hata aje nani lazima atie dua. Fujo kweli. Wakafa wakaondoka maskini na bid'a zao. Basi vijana wakakubali sunna ikabadilika. Wakati mwingine inabidi uwe na subra. Wewe kijana mdogo, hasa ikiwa mtaani kule hamuna msikiti isipokuwa huo tu, wewe lingania wale vijana wakikubali da'wa, jaribu wale wazee, wakikataa ishini nao kwa subra, si wakosee heshima. Watu wazima tafanyaje? Kuna mzee mmoja alikuwa akitutukana kweli msikitini, mpaka kituzimia taa, kitufukuza, hata neno moja tumjibu, tuatoka twenda zetu. Mawahabi Allah yaghfir lahum warhamhum. Sababu ndio jambo alikuwa nalo yeye, waona ni haki ile alikuwa nayo, mtamlaumu, lakini ndio hivyo yuona yuko katika haki. Kwa hiyo jambo linataka subra. Atakufa miaka 2-3 hivi, atakufa, muombeeni maghfira, Allah msamehe. Akishaondoka nyinyi vijana ndio mtawala, ndoa bid'a na mbali hapa, ndio baada yenu wakuji tena bid'a. Sasa baada nyinyi ndio sasa ndio wazee sasa, hakuna cha bid'a tena baada yenu, alhamdulillah. Na si ndio zafa hivyo, msione watu wa makhurafi wajititimua, wajua wao ile damage wanaoipata kutoka watu wa sunna, wajua wao kuwa watu waifahamu ile da'wa yao kuwa ni ya batil. Basi tu wanshikana. Kitu gani cha zuia bid'a leo? Ukiangalia ni pesa tu. Yani kama kuna matajiri fulani maskini hawajui haki, Allah yahdina wiyahum, basi ndio wakisapoti lile jambo ndio laendelea. Mimi nawaambia ni kitu kimoja, kama ingelikuwa khurafi maskini hakuna mtu ataufuata, lakini ukienda bwana wapata biriani, wapata hiki, wapata kile, kila siku kuna sherehe hii, kuna sherehe ile, kuna hiki, kuna kile, kuna mambo mengi wapata. Hasa jamaa wabakia kule. Lakini siku wale Allah akitaka, akiwatakia kheri wale wenye uwezo, akawaongoza katika sunna biidhni alkarim, na sisi ndio tuwaombea hivyo. Msione tuwawapiza, wallahi tuwaombea dua sisi wale wenye uwezo, Allah awaongoze, sababu nyinyi viungo muhimu sana katika mujtamaa, hamjui tu. Wale wenye uwezo ni kiungo, sababu Allah akizungumzia katika Qur'an jambo la kupeleka mbele dini, sasa bi amwalikum wa bi anfusikum wa amwalikum, ama bi amwalikum wa anfusikum, utasikia atajua. Sababu mali ni kiungo muhimu katika kufikisha da'wa mbele, lau kama ingelitumiwa katika haki. Waonaje kungelikuwa Mombasa kumejengwa maktaba kubwa, wale matajiri badala ya kununua mabiriani sijui mawali wakanunua vitabu, wakawekea wanafunzi vitabu wakasomeshwa, wakao waungana na nchi hizi zilizoendelea katika elimu kama Saudia, walete dakatira huku wasomeshe, wajenge jamiat. Wanao uwezo huo, lakini nani wawapa fikra hizo? Awaambie jamaa kadeni mwaka huu miaka 5 hivi hakuna cha maulidi wala nini, fujo tu kula mitele na nini. Kila mtu si wala kwa wao, wakiambiwa sema kwani kwetu watu biriani, kula kwenu basi. Pesa za safari hakuna kununua mitele. Nini? Tunataka tujenge chuo kikuu cha watoto hapa, badala ya kwenda mfano tukazungumze na serikali ya Saudia, badala ya watoto wa Kenya kwenda zao mpaka kule kwenu kusoma, tuleteeni walimu huku, sisi twajenga. Jambo lifuatwe kisawasawa kwa njia za sawa. Kwani inawezekana? Inawezekana. Wale wana madakatira wangapi kule? Wengi kweli. Muletewe kadhaa, na hao walioko kwenu hapa kadhaa wasomeshwe pia, wawekwe pale, kisha watu waanze kusomeshwa. Watu wangelikuwa wapi leo? Hini. Fikra hizo za maana watu hawana wala hawafikiri.
Kenya National Library sio nini kutoka sio miaka mingapi, hakuna mtu ashafikiria bwana katika wenye uwezo katika sisi akasema basi na mimi nitafanya kama ile katikati ya town, nitajenga maktaba kubwa ya Kiislamu, niweke vitabu, watu waje kusoma. Mambo mengi ya kijinga yataondoka katika mshtama watu wakisoma. Kuna mambo mengine kwa sababu watu hawajaona ndio wapinga. Huna wapa mfano mmoja, lakini lau kama wangelikuwa waambiwa sasa badala ya hii mitele kuliwa kwenye maulidi maitima, ichukuliwe ipelekwe kule reserve kule, watu wako na shida, watu waende kule wakafanye da'wa, wakawasilimishe watu, kisha kuwekwe walimu kule wasomeshe. Hebu fikiria Uislamu ungelikuwa wapi leo? Tuanza na hii pwani tuimaliza, twenda zetu mbele polepole tu, voi huko hivi mpaka Nairobi, wapi twenda tu, waje kushtuka Uislamu kwa kila mahali Kenya. Lakini nani afikiria hivyo? Nasema hizi bid'a hizi zimeregesha Uislamu nyuma sana, wallahi zimeregesha Uislamu nyuma sana. Tumekaa tuminyana tuna wao kuwaelewesha kwa hii si dini, wapoteza umri kabisa. Lau kama wangelikuwa watu wote katika sunna waelekea sawa sawa, tungekuwa na neema sisi. Nani angesimama mbele ya Waislamu? ukizungumza utapata uchungu tu, lakini laqad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaat walakinaka tanfukhu fi ramadi. Wewe wapuliza kwenye jivu watarajia moto utatoka kama mpaka poda, watoka vumbi tu. Lakini tuwaombea asa Allah awaongoze, Allah awaongoze. Akiwaongoza itakuwa ni khairi kubwa sana. Sallallahu yahdiya. Na kila mtu wa sunna ile dua yako katika ule wakati uone uko karibu na Allah, waombea wallah waongoze, waombea hawa. Na mimi nawahakikishieni mkiwaombea Allah atawaongoza. Kwani nini? Si dua, Allah ndio mweza wa kila kitu, awaongoze tu. Watu wa bid'a wa taabani, ima wafuate sunna ima watokomeo au sawa shauri zao. Allahu musta'an. Turudi kwa huyu mzee. Mzee anatupeleka mbali sana. Fakallamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ahu ila alislam. Huyu mtu mzima katika kabila la Bani Muharib kazungumza naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamlingania katika Uislamu na kuwa ampe himaya, amuhifadhi, na yeye ndo anasikilizwa katika kabila lake. Faqala shaykhu ayuha ar-rajul, yule bwana yule mtu mzima, bwana wewe, qaumuka a'lamu binabaika, watu wako ndio wana habari zaidi kuhusu wewe, watu wako wana habari zaidi kuhusu wewe. wallahi la yaubu bika rajulun ila ahlihi illa aba bisharri ma yaubu bihi ahlul mawsim, hakuna mtu yote atakuchukua wewe arudi naye kwao isipokuwa atakuwa amechukua kitu cha shari kabisa na kukirudisha kwa watu wao. Yaani watu wachukua vitu vya maana, si ndio tukuchukue wewe bwana tupeleke shari kwa watu wetu. Faaghni anna nafsaka, hebu tuondokee bwana, tutosheleze nafsi yako, tuondokee bwana, tukuhitaji sisi. Wa inna aba lahab laqa'imun yasma'u kalam almuharibi, na Abu Lahab yuko pale, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si tulisema alikuwa yomfuata nyuma, yuaje tu ile waje tu, tulitaja na kengeza Abu Lahab yomfuata nyuma tu, waje tu, kila akienda mahali akifanya dawa na yeye yuko pale, asikiza ambiwa nini, kisha kadhab yaruka pale. Kwa hivyo Abu Lahab yasikia, afurahi yale majawabu aliyopata kwa yule mzee. ثم وقف أبو لهب على المحاربي فقال لو كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه. ingelikuwa watu wote kama wewe bwana vile ulivyomrudisha huyu bwana, angeacha ile dini yake anayofuata. Yani Mtume sana angeacha dini yake. innahu sabiun kadhab, sabi maana yake wacha dini ya watu wake. Tangu na hapo alikuwa kwenye dini yenu, hata hayuko katika dini yenu tena, muongo. Faqala almuharibi anta wallahi a'rafu bihi, yule mzee ajiona yeye ampata point. Unajua kuna wazee wengine saizi Abu Lahab yazungumza yeye atikia, aona mtoa point hii, kumbe shebe sikni, kama wanavyosema hadhara, shebe sikni, shebe kishetani chaona kimezungumza point, kumbe ndio yuwapoteza wenzake. Kwa akawa yomtia nguvu Abu Lahab, ambaye wewe mjua zaidi, huwa ibn akhika luhmatuka
huyu ni mtoto wa ndugu yako, jamaa yako kabisa, wewe ndio wamjua zaidi. Thumma qala al-muharibi la'alla bihi ya aba utbata lamaman. Aba Utba ni Abu Lahab, labda huyu bwana ana wazimu, labda kidogo ni kichaa, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'ana rajulan min al-hayy yahtadi li'ilaji, sisi tuna mmoja hapa katika kabila letu aweza kumtibu huyu, kumbe atakutibiwa yeye, amtibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yarji Abu Lahab bishay, Abu Lahab akanyamaza, sababu ajua atakuwa mrongo hapo, ataonekana yeye wajua si mwenda wazimu, na ajua kimuta mwenda wazimu amemtukana mtoto wa ndugu yake ule kabila huko, bado kabila huko kimpango, kwa akanyamaza kimya tu, kamsikiliza anavyosema akanyamaza. Si mwenda wazimu na akili yake, yeye wajua. Ghaira annahu idha raahu waqafa ala hayy min ahya'i al-arabi saha bihi Abu Lahab innahu sabiun kadhab. Haya mengine yatake na wazimu si muhimu, yeye amtafuta popote anaposimama aseme huyu ni sabi, amewacha dini ya babu zake, tena kadhab, ni muongo, msimsadikishe, na mimi ni ammi yake. Aja Mtume sallam akiondoka kwenye kabila moja kienda kwingine, yeye yuko nyuma, ana bidii. Sasa hawa pia wako katika kila wakati kwa watu wa batil, wako watu wa aina hii, yeye afuata tu, atakuzuia watu wasiende katika haki na kuifuata, wako kila wakati. Wallahu almusta'an. Haya ni baadhi ya makabila ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwao, akazungumza na wao, kujaribu kuwalingania katika Uislamu, wampe himaya. Mpaka sasa hatujaona wale waliomkubalia. Sasa kuna al-afrad, yani mtu mmoja mmoja ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwao kuwalingania katika Uislamu na kuwataka wampe himaya, kwa sababu ni watu wanaosikilizwa katika makabila yao. Na hawa insha Allah taala tutaanza kuwazungumzia mmoja baada ya mwingine katika kikao kitakachokuja insha Allah. Wale tutakaojaliwa kuwataja tutawaeleza insha Allah taala, hasa wale wakubwa zaidi ambao wameelezwa katika tarehe tutazungumzia insha Allah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.